alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kwa mara nyingine tena, ayuha almushahidu alaziz, mpenzi mtazamaji wa TV hii, channel hii ya Africa TV 2 Swahili, tunakutana tena leo hii katika kipindi chetu hiki adhim, ambapo tunasafiri katika msafara adhim kabisa, msafara wa iman, kuangalia al-iman huwa an-nuru alladhi yudhi'u al-hayat. Iman ndio nuru ambayo inaangaza maisha. Katika mlolongo wetu wa vipindi vilivyopita tumezungumza mengi ambayo yanahusiana na iman. Kipindi kilichopita tulizungumzia mafungamano ya iman na matendo mema na athari yake katika jamii. Leo biidhnillahi taala tutazungumzia al-imanu wa tawakkulu ala Allah, sirru najahi wa ridha. Siri ya mafanikio na kupata radhi ni kuwa na iman na kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tutakuja kuona katika mada hii ya leo, katika kipindi hiki cha leo, tutakuja kuona nini hasa maana ya tawakkul, moja ya ibada kubwa kabisa, ibada ambayo ni za moyo. Atawakkul ala Allah, maana yake nini hasa, na nini tofauti kati ya tawakkul na kuitegemea nafsi, mtu akawa anaitegemea nafsi yake peke yake. Na tutaona pia jinsi baadhi ya watu ambao kwa hakika wamekwenda kinyume na hii tawakkul. Tawakkul ni nini ndugu zangu katika imani? Na tutaona pia visa vya wema waliotangulia, jinsi walivyotumia hii ibada, waliofanya hii ibada ya tawakkul na jinsi walivyofanikiwa. Ndugu zangu katika imani, tukianza mada yetu hii katika halaka hii kwa kuzungumzia hii al-iman wa tawakkul ala Allah, kaifa yakun sirra najahi wa ridha, tutaangalia jambo la kwanza kabisa katika masala haya au katika swala hili la iman ni kujua nini maana ya atawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah ndugu zangu katika iman, al-i'timadu al-qalbi ala Allah ma'a al-akhdhi bil asbab al-mubaha, ni kuwa moyo wa mtu ukawa unamtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika mambo yake yote, pamoja na kufanya sababu mbalimbali. Hii ni jambo ambalo limetafsiriwa kama ndio tawakkul, yani mtu anategemea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mathalan, anategemea apate mali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anategemea mafanikio katika maisha yake, anategemea apate mke mwema, apate watoto na mfano wake, yote anategemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini hayo yote lazima yaje kwa kufanya asbab, kwa kufanya sababu au njia za kulipata hilo, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na alivyotufundisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unakuta kwamba katika tawakkul, katika kule kumtegemea Mwenyezi Mungu, ni kujua kwamba Mwenyezi Mungu yupo na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye sifa zilizokuwa mzuri. Katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma, hivyo huwasaidia waja wake katika mambo yao. Na hapo moyo wako umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, lakini fanya asbab, kwa maana kufanya jambo fulani ambalo litakuwa sababu ya kupata hicho ambacho unachokitaka na umemtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuwa na ridhia kile ambacho utakachokipata, hata kama kikiwa ni kidogo ambacho amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusumbuka pengine kwa muda mrefu ukapata hicho alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, basi sema alhamdulillahi azza wa jalla, mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Tukiangalia aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iliyo katika suratu Al-Imran aya ya 59, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha azamta fatawakkal ala Allah
Ukiazimia jambo lako kwamba unataka ufanye jambo lako, basi mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kupata mafanikio ya jambo hilo. Hii ni nukta muhimu au ni jambo muhimu sana, kwamba mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala pale unapoazimia kwenye jambo lako fulani. Na hapa ndugu zangu katika iman, lazima tufahamu kwamba kuna kitu kinaitwa atawakkulu wa tawakkul. Kuna kitu kinaitwa atawakkulu wa tawakkul, na maana yake hasa kwamba mwanadamu anapokuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu na akafanya sababu za kufikia kile anachokitaka baada ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hiyo inaitwa atawakkul. Lakini akiwa anamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hafanyi sababu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hiyo inaitwa atawakkul. Mfano wake ni mtu labda anataka apate utajiri mathalan, au apate fedha, apate maisha yake, halafu anakaa nyumbani anasema namtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataniruzuku, atanipa mali. Hapana, sivyo hivyo. Huyu sasa anayefanya hivi anakuwa ni mtu anafanya kitu kinachoitwa tawakkul. Mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutafuta riziki, mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kupata riziki yako kwa kufanya kazi iliyo halali, kwa kutafuta. Nenda katafute kazi viwandani, nenda kafanye biashara, toka nyumbani kwako. Na hii ndio inaitwa azma. Azma, wa idha azamta, umeazimia kwamba upate kitu fulani, basi egemeza jambo lako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwambie Allah, ni ruzuku mali, mimi nakutegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, nipate chakula changu, nipate riziki yangu. Hapo hapo unatoka unakwenda kuitafuta hiyo riziki. Na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametupigia mfano mzuri sana katika jambo hili. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Laiti kama nyinyi mngekuwa mnamtegemea Mwenyezi Mungu ukweli wa kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah angewaruzuku nyinyi, mngepata riziki zenu bila mashaka kabisa, kama unavyomwona ndege pale anapotoka asubuhi anakwenda kutafuta chakula chake, anarudi jioni hali ya kuwa ameshiba. Huu ni mfano wa atawakkulul haqiqi, kutegemea Mwenyezi Mungu kwa uhakika kabisa. Na ndiko kuna kutakiwa kisheria, kwamba hakubaki pale kwenye kiota chake, kwenye nyumba yake ndege akamtegemea tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, labda atatokea binadamu akamletea chakula, au kitaanguka kutoka mbinguni chakula akala yeye pengine na vifaranga vyake. La, lakini alitoka na kwenda kutafuta, na ndivyo inavyotakiwa. Toka asubuhi katafute. Unaweza ukasema hali ngumu, lakini toka fantashir. Inaitwa fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Idha qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru llaha kathiran. Pale unapomaliza ibada kwa muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tawanyikeni ardhini, tafuteni. Hii ndio tawakkulul haqiqi, kumtegemea kwa Mwenyezi Mungu kwa uhakika kabisa, ndio hiyo. Na mahimizo ya kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala yapo katika Qur'ani na mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Mwenyezi Mungu tu peke yake basi mtegemeeni katika kufanikisha majambo yenu, kama ninyi kweli ni waumini. Usimtegemee fulani katika kufanikisha mambo yako. Fulani anaweza akawa ni sababu tu basi. Usiseme bila ya fulani ingekuwa kadhaa. La, siseme hivyo. Sema Allah amefanikisha jambo lako kupitia kwa fulani. Kwa mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usimtegemee fulani katika watu.
Na Allah pia anasema waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu, na yule ambaye atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamtosheleza. Allahu hasbi, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Mara zote tukubali na tuwe na yakini kwamba Mwenyezi Mungu anatutosha, anatutosheleza kwenye mambo yetu yote. Kwa hiyo ukiegemeza jambo lako kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ukachukua hatua na kufanya kazi na kupambana, yeye atakutosheleza, atakupa kile ambacho unachokitaka kwenye jambo hilo. Tumeona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayohimiza tawakkul, na akatulia mfano Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atair, ndege ambaye anatoka asubuhi na kwenda kutafuta na anarudi hali ya kuwa ameshiba na amepata kile chakula chake. Ndivyo hivyo na riziki yetu iko, ameikafil Allah subhanahu wa ta'ala, ameidhamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba riziki zetu ziko. Sasa tuangalie qasas najah tawakkul fiha, tawakkala fiha sahaba ridwanullahi ta'ala anhu. Tuangalie jinsi watu walivyofanikiwa, hasa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuliegemeza jambo lao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakatawakkal kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapana shaka mfano bora kabisa wa kupigiwa katika tawakkul ala Allah, kisa mashuhuri cha hijra, kuhama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Maka kwenda Madina. Na kisa mashuhuri katika kuhama huku ni pale alipohama Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nukta hii ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar ni nukta ambayo inatupa mafundisho makubwa ya atawakkulul haqiqi, kumtegemea Mwenyezi Mungu hasa kwa kisheria kunatakiwa kuwe namna gani. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alitoka hali ya kuwa anafukuzwa yeye na Abu Bakr. Angalia alivyotumia mbinu mbalimbali katika kuwakwepa wale Makuraish ambao walikuwa wanamtafuta ili wamuue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia jinsi alivyochukua njia isiyokuwa njia ile ya kawaida ambayo wanapita watu, njia ya kawaida ambayo watu wanaoelekea Madina hupita, ile hakuitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alipita njia nyingine ya mbali kabisa, ya pembeni kabisa, ambayo kiasi ya kwamba wale waliokuwa wanamfukuza wakimfuatilia wasiweze kumpata. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyotafuta mwongozaji wa kuongoza njia, anayewaongoza njia, ambaye alikuwa ni hodari na mwenye ujuzi wa hali ya juu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofika kwenye pango, akajificha kwenye pango. Haya yote yanaitwa asbab. Amemtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini wakati huo alifanya asbab za kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu katika hilo alitetereka kidogo pale alipoona wale maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaomkimbiza na kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam wamefika mpaka pale kwenye pango, kiasi kwamba alikuwa akiwaona yeye Abu Bakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaona, lakini wao maadui hawakuweza kuwaona, kiasi kwamba Abu Bakari alihuzunika kwa hali ya juu, kiasi kwamba alisema baadaye, lau nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la raana, lau kama mmoja wao angeangalia chini kidogo, angeshusha jicho lake chini kidogo, basi angetuona, na hivyo wangetushika na wangetuua, wangetudhuru. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anayemfundisha Abu Bakar ni Siddiq na anaufundisha umma kwa ujumla, alimwambia Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mabalu lithnain thalithuhuma Allah, hivi
nipe habari watu ambao ni wawili, jambo la watu wawili ambalo watatu wao ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linaweza likaharibiwa na mtu yote? Hakuna anaweza kaliharibu. Allah anatosheleza, la tahzan idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Abu Bakar Siddiq, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi. Taban, tukio hili linatufundisha tawakkulul haqiqi, na vipi mtu anatakiwa awe anamtegemea kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama inavyotaka sheria. Usiwe ni mtu mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu lakini utafuti asbab. Hizi zote alizofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaitwa sababu, njia za kufikia kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kufanikiwa katika kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia angalia mama yake Musa alayhi salam, alipomzaa Nabiullahi Musa alayhi salam, hali ya kuwa Firaun alikuwa akifuatilia mimba zote, watoto wote ambao wanaozaliwa yeye anawaua, watoto wa kiume, kwa sababu aliambiwa kwamba atazaliwa mtoto katika wana wa Israeli ambaye atakayekuja kukuvua madaraka, Firaun. Hilo aliliofia, akawa anaua kila mtoto anayezaliwa katika Bani Israeli. Mama yake Nabiullahi Musa alayhi salam aliambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, an ardhihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam. Alimwambia kwamba huyo mwanao Musa ukimzaa, baki naye, mnyonyeshe, mlewe mwenyewe, hatuweza kufikiwa na Firaun. Lakini katika hali ya kawaida, kama utaona wewe kwamba una hofu, basi mtie kwenye sanduku, kisha mtupe katika mto Naili. Akamwambia, wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilaiki wajailuhu mina almursalin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambashiria, akamwambia usiwe na hofu wala usihuzunike, sisi tutamrejesha kwako huyu na tutamjalia, tutamfanya ni katika mitume. Mama yake Musa alimtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akafanya hizo asbab, akafanya asbab. Hakumwacha tu mwanawe hivi hivi wazi, la, alimficha, alimtia kwenye sanduku, akiwa na thika, akiwa na imani hali ya juu na yakini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyemwambia maneno haya, aliyemwahidi ahadi hizi zitatokea. Hiyo ndio tawakkul ala Allah, ndugu zangu katika imani ya uhakika kabisa. Yaweza ukaona mtu anaweza akawa anafanya biashara za haramu, biashara ya haramu, labda anauza pombe, labda anafanya miamala ya riba, miamala ya kamari, yani pato lake ni la haramu, lakini akaamua kuacha hilo liwajhillah, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akasema tawakkaltu ala Allah, na kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala nimemtegemea na Allah atanibadilishia badala uliokuwa bora, nikapata riziki ya halali. Mtu kama huyu, ambao katika jamii wako wengi waliomtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuacha mambo ya haramu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawabadilisha, akawapa mbadala uliokuwa bora. La tataraddad, usisite kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usione kwamba dunia imefungwa kwako, kwamba hakuna njia isipokuwa njia hiyo ambayo unayoitumia ya kupata riziki yako ya haramu. Acha hilo jambo la haramu unalofanya, ingia katika jambo la halali na mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kama wewe ni mu'min mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu, anayemtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah ndiye atakayemtosheleza katika kumtegemea kwake huko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simama muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sema ewe Mwenyezi Mungu, mimi nakutegemea wewe peke yako. Ewe Mwenyezi Mungu, mimi naacha jambo langu hili la haramu, naacha biashara yangu ya haramu hii, naacha kazi yangu hii ya haramu, nakutegemea wewe Allah subhanahu wa ta'ala, naanzisha biashara nyingine hii ambayo ni ya halali, hata kama ikiwa ni ndogo. Mwenyezi Mungu ikuze, muombe Allah subhanahu wa ta'ala aikuze. Unaacha kazi, unaweza ukawa unalipwa fedha nyingi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi unakwenda kwenye kazi ambayo haulipwi fedha nyingi, haulipwi mshahara mwingi, lakini kwa sababu umemtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na umefanya asbab na tawakkul yako ya ukweli kabisa, kutegemea kwako Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa ukweli kabisa, basi ufahamu kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sayaftahu laka al-abwab, atakufungulia milango. Liannahu huwa alladhi qal, yeye Allah ndiye aliyesema, waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, yule ambaye anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemtosheleza. Na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yeye ndiye ambaye aliyesema, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana, lau kama nyinyi mtamtegemea Mwenyezi Mungu ukweli wa kumtegemea, basi atawaruzuku kama vile anavyompa riziki ndege. Anatoka asubuhi hali ya kuwa na njaa, anarudi jioni hali ya kuwa ameshiba. Ndugu zangu katika imani, watazamaji wa kipindi hiki, watazamaji wa channel hii ya Africa TV 2, atawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo muhimu sana na ni ibada muhimu sana inayoonesha imani ya mtu. Maisha yako yabadili, usiwe usiwe unayafunga maisha yako na dunia, usiwe unayafunga maisha yako na fulani. La, yafunge maisha yako na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakati wote umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini. Hii ni dua ambayo ametufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwamba kila siku tukiamka asubuhi, ifika jioni, tuseme dua hii: ya hayyu, ewe uliyekuwa hai, ya qayyum, ewe ambaye unaisimama mwenyewe na unasimamia mambo yote, birahmatika astaghith, kwa rehema zako na kuomba msaada, ewe Allah nisaidie. Aslih li sha'ni kullah, nitengenezee mambo yangu yote, yafanye mambo yangu yote yatengemae, yafanye mambo yangu yote yaende vizuri. Aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain, wala usiniache mie mwenyewe hata kwa muda mfupi mchache wa kufumba jicho, kupepesa jicho. Angalia nini anatufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa. Anatufundisha kwamba nahnu muftaqirina ila Allah subhanahu wa ta'ala, muftaqiruna ila Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli zamani wa fi kulli waqtin wa fi jamii alhawaij. Sisi tunamuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika zama zote, katika mambo yetu yote na katika hali zote. Hakuna wakati hata chembe ambao tumehitaji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lidhalika, ndugu zangu katika imani, katika mambo ya imani ni kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pamoja na kufanya asbab. Tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yetu yatanyoka wala hatutakuwa na matatizo. Tusitegemee waganga, tusitegemee watu wa kawaida. Hawa watu wote wanaruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu wote ni waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya maneno tunayoyazungumza yawe ni yenye faida kwetu na tuyafate. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biidhnillahi ta'ala tutaonana katika kipindi kingine.
شرابي